lakini kinaitwa Ukuu wa Mwafrika Uliofunikwa. Kuna mambo 90 kati ya mengi muhimu ambayo wazungu hawataki uyajue. Ni muhimu pia ukipata kitabu hiki na ukaona namna gani ambavyo kuna mambo mengi sana. Kuna nukuu ambayo mimi najaribu kuitafuta wakati Prince Katega akiwa anatolea ufafanuzi ile swali ambalo ameulizwa na Chawe. Na hiyo nukuu ambayo unaitafuta ni kutoka kwenye ramani ya takatifu ya Mungu, si ndio? Yes, agano kuu la Mungu kwa watu wote na dunia. Kitabu cha hazina, si ndio? Basi niongee nanyi wana wa bara la Afrika. Ni maneno yanayotoka kwenye hicho kitabu. Mungu anasema hivyo, si ndio? Yes, mkote hapo. Ni kutoka kwenye hicho kitabu kimeandikwa kwamba basi niongee nanyi wana wa bara la Afrika mliopigwa mkapigika. Ninawapa buyu hili likishehena mafuta safi. Niwachue na kuwaponya machubuko na mikwaruzo ya kuangaishwa kwenu. Mmeangaishwa vya kutosha. Mmepikwa mkikorogwa na kugeuzwa kama ugali katika chungu motoni kilichobanwa na mshikio kwa mkono wa mabavu makali, hata kisijitikise, bali kikitikiswa kiitike. Naam, tazameni sana katika kuungana na mtumaini mema. Walakini hili ni neno moto katika kiganja cha mtoto mchanga, ni kama kumudu chuma chekundu katika tanuri la moto. Maana ninyi mnaogopewa sana kuliko mnavyojua. Muungano wenu ni bomu la nyuklia kwa mataifa hasi. Nao wataka kuwagawa mbegu na kuwanyima rutuba. Bali niseme kweli kwao ya kuwa woga wao ni bure, maana hili litakuwa kweli. Nanyi mtaungana kwa kibali changu. Hakuna kinywa kitakachoweza kuwameza kikamudu. Basi kaeni chonjo, nimemtuma malaika mkuu wenu akawaongoze katika hili. Nanyi muwe jasiri, ushupavu wenu ninaubariki sana. Maneno yanaendelea na kuupa ushindi. Kuna nukuu hapa zimeandikwa kwenye hichi kitabu cha Ukuu wa Mwafrika Uliofunikwa. Kwa Chawe utagundua kwamba katika hichi kitabu anachokizungumzia Prince Katega kuna maneno ambayo yanatoa nguvu kwa wana wa Afrika ambao yeye Katega katika baadhi ya mafundisho yake pia nimeyasoma kwamba kwenye hivi vitabu ambavyo tunavisoma ambavyo ni vitabu vitakatifu havimtamki Mwafrika kama ni mkuu. Sikumbuki kama kuna nukuu zote za kutoka kwenye Biblia, ila Katega wanda nakumbuka kwamba Waafrika tumeonekana kama ni watu tuliolaaniwa. Kuna nukuu kwenye vitabu hivi vya dini unasema kwamba kuna mmoja alimchungulia baba yake akalaaniwa na ndo uzazi wa watu weusi ulipotokea. Uongo. Nadhani kitu kama hicho. Kwa hiyo hichi kitabu ambacho ni ramani hai kinaelezea ukuu wa Mwafrika, kama kinazungumza na watu wa bara la Afrika waamke kwamba wao ni wajuu zaidi. Ndicho ambacho kinamaanisha. Liko watu andiko lingine. Anamalizia kabisa hivyo kwamba amka, na ndio maana hii ndio neno nalitumia kwenye nembo yangu ya kwenye YouTube channel zangu. Nasema amka mwana na binti wa mama Afrika. Kwa hiyo Mungu anasema usingizi umekuwa mwingi mno, amka. Kwa hiyo vitabu vingine mimi navipenda. Mimi mwenyewe kama ni Mkristo, African Christian, sawa, Waislamu nawapenda sana dini zote. Sasa swali linakuja, zinatushusha. Swali linakuja, huyu nabii ameyapata wapi haya upako wa kuandika haya maneno? Kwa Mungu. Kwa nini nabii? Ameshukiwa kwa njia gani? Nabii tunasema is the mouthpiece of God. Yeah. Mungu nalo ni somo lingine. Mungu ni kitu gani? Mungu ni nini? Tusiende huko leo. Yeah? Lakini tukisema kila mtu ana namna. Unajua hizi dini ni perception ya Mungu unampasivu vipi? Watu jui kwamba tuna Wahindi wana Mungu. Wachina wana Mungu. Tunadhani hawana. Lakini wako sahihi sana kwa sababu Mchina akifumba macho, Mungu anamuona kama Mchina. Anaona malaika ni Wachina wenzake. Lakini si ukifumba macho mtu anasema nimemwota Yesu mzungu. Prince, bado nataka kufahamu kitu kimoja kwamba umetuambia tuna nabii wetu wa Kiafrika. Na nataka sio nabii wetu. Nabii anakuwa ni wa watu wote. Sio wetu sisi watu. That's what I'm saying. Yeah, okay, yani ifio sema wetu Afrika pana. Nabii wetu. Mle kuna mambo ya Waafrika, wa China, amewaandikia wa Chechnya, ameyataja kwa majina. Naona unaongelea bomu la nuclear. Sawa. Sasa ninachotaka kukijua kutoka kwa huyu nabii ni hiki kitu ambacho nataka kukizungumza. Tumefahamishwa manabii wa kwenye vitabu vyetu ambavyo tunaviamini ni vya dini. Sawa, namna walivyotokea mpaka wakazaliwa. Sisi tunataka kufahamu huo upako umemshukiaje, kwa sababu unapomzungumzia Yesu Kristo ambaye ndo Nabii Isa, sawa, ana namna ambayo Yesu ndo Isa. Kwa mimi imani yangu. Watu wakishakuwa majina mawili tofauti ni watu tofauti.
Ni somo lingine. Sawa. Kwa hiyo sasa tunataka kufahamu huyu nabii ametokea wapi? Yaani imekuwaje hadi akapata huo nabii? Yaani ilikuwaje hadi akawazungumza na mataifa yote, akazungumza na wana wa Afrika na vitu kama hivyo? Ni kwa sababu umeniambia kipindi hiki sio kirefu sana. Tutaki kwenda mbali sana. Kila mtu anayejua neno nabii anajua maana nabii. Kama unajua nabii Isaya, nabii Suleiman, huyu ni nabii Kresu wa kwanza Masia. Amechomokea tumboni kwa mama huko Bukoba. Hivyo tu. Nabii basi. Google nabii ni nani? Kwa hiyo amepata upako wa Mungu, akamletea maneno mambo ameandika kwenye kitabu mwaka 2007. Ila ndio nasema hicho kitabu ndio kimemwandika na John Pombe Magufuli. Tumuulize Dr. John Pombe Magufuli, hivi mwaka 2007 ulishaanza kuhisia tu kwamba ongeza kwa rais? Kwamba ulijua kwamba Chato itatengenezewa, yani itakuwa ni mkoa? Hata tungemuuliza Mheshimiwa JK Jakaya Kikwete ambaye ndiye alitengeneza mkoa wa Geita. Sijui alipata wapi, lakini Mungu sasa alishaongea na nabii habari hizo. Hiyo inatosha tu kwamba huyu ni nabii wa Mungu, ameandika mambo makubwa tu. Hata swala la papa kwamba kutafanya, mnajua ni mapinduzi, Wakristo wajui wa Katoliki wamefanya mapinduzi, wakampindua papa, wakakaa papa mwingine. Kwa sababu kawaida sinabidi afe kwanza, lakini nalo limeandikwa kwenye kile kitabu. Sawa. Mimi bado sijajibiwa Zongo kuhusiana na alianzaje. Yeye kama yeye huo unabii ulianzaje? Kwa sababu tukisoma kwenye maandiko tunajua Musa ilikuwaje akaenda akawaokoa wana wa Israeli. Hata ufunuo vitu kama hivyo. Kina nabii Elia tunajua walianza vipi. Ulianzaje Prince? Ndio nimesema kipindi chetu, nimesema kifupi, nikienda huko tutashindwa kujua mambo ya ukoo wa Afrika. Tupange kipindi kingine kwa ajili yake. Ni kwamba nabii basi kitabu kimeandikwa tangu anazaliwa. Wanasema maandiko yamesema siku ya 3 tu ya kutungwa kwa mimba ya nabii Kresu wa kwanza mama alijua. Akaambiwa na Mungu kwamba alafu chaelewa nabii sio yeye. Kuna nabii mwingine anamzungumzia. Sio mimi, definitely tunaongelea nabii Kresu huyo. Au unanisema mimi nazungumza. Habari yangu, sorry. Mimi nazungumza. Okay. Wewe sawa. Mimi kama nimesema mwaka 58 Januari tarehe 17 mtu mimi nikachomoka kwenye tumbo la mama. Definitely nilikuja na jua cha kufanya. Ndio maana kwanza nikapelekwa seminari huko ya Kikatoliki na miaka 11 nikapelekwa huko ili nijue Kilatini. Na nikajifunza, nimefurahi sana kwa nini nijua Kilatini. Ninajua uongo wa mzungu, anatuambia mwaka unaanza Januari. Si kweli. Kwa sababu kwa Kilatini changu cha miaka 5 tu najua kwamba nikihesabu Decem kwa Kilatini ni 10. Kwa hiyo December, na wewe umesema hapa Zongo kwamba mwaka huu tunatumia wa Kirumi, Gregorian calendar. Sawa. Sasa kama tunatumia mwaka wa Kirumi, Decem ni 10. Inakuwaje December inakuwa 12? Sio. November ni 9 kwa Kilatini. Sasa November inakuwaje 11? Wanajua ni waongo. Kwa hiyo November ni mwezi wa 9, Okti ni 8, Oktoba haiwezi kuwa mwezi wa 10. Kwa hiyo Mungu akanipeleka huko nijue hicho ili niwaambie leo. Wasikilizaji wa Mlimani TV kwamba wanatudanganya, mwezi unaanza Machi. Kwa mwaka huo hujaisha. Bado mimi kwangu sijasherehekea. Nimekula tu nyama na wachikaji, lakini kwa sababu mbingu haikubaliani nami. Spring ni mwezi wa 3. Ndio hata kule summer, winter inaisha, maisha yanaanza upya. Na Wachina wako na akili vizuri. Na ndio maana Mungu akakubali kuwaleta Wachina. Na kwenye kitabu nabii amesema nimeruhusu wana wa China kuingia Afrika kwa sababu usingizi umekuwa mwingi. Tutakaa nao. Wachina wanafanya kazi, hawana vitambi, wanaishi vizuri, sio walevi. Alafu lakini hatukutani nao kanisani. Tutauliza mnaendaga wapi? Kwa sababu hata na hizi usipokuwa mkristo Muislamu Mungu akupani. Si kweli. Ndio wanaenda karuni kwa nabii Kristo. Si wanaenda nao mbinguni tu. Kwa hiyo mimi nimechomeka tu hilo. Kwa akaniandaa nisisome shule hizi za kizungu. Hii mainstream hii. Kwa hiyo mimi nilifika form 4 nikaacha. Sema sitaki kuendelea. Nikawepo tu na nikaenda vizuri. Wanaonijua kwa zamani nilikuwa niko vizuri sana. Kwa hiyo uhitaji mpaka uende madarasa mengi. Ila sasa Mungu akasema hapana, nenda na Ulaya. Miaka 3 tu baada ya form 4, yani mwaka 80, imagine nishapata na nauli ya kwenda Ulaya na passport na visa. Wakanipeleka Uholanzi, nikaanza kuona wazungu. Ndio nikaanza Mungu ananionyesha wazungu, nyinyi na wao usundu na waabudu, hamna kitu. Niliongea na Zongo sometime back hapa akasema cha kwanza kunishangaza kwenda Uholanzi naona mzungu amelewa. Hivi nao wanalewaga. Sasa baadaye nikapeleka Zanzibar. Mungu akaniandaa nikapeleka Zanzibar. Nakwambia kwa nini najua haya. Nikajifunza kama Mkatoliki mzuri. Nikapewa vyeo, nilikuwa nahubiri kanisani mimi.
Naona nikaenda kwenye Catholic Charismatic. Kwa hivyo nikapita kote. Kwa sababu niko Zanzibar ilibidi nijifunze how to evangelize Muslims. Maana sasa kule 98% wa Wazanzibari wote washikaji zangu ni Waislamu. Sinabidi wahubirie wahamie Ukristo. Kwa hiyo nikapata somo ngena Mombasa nikajifunza. Kwa hiyo nikajua Waislamu nao wanaamini nini. Kwa hiyo Mungu akuishia kwa sababu unahitaji vitu na kupeleka sasa Uingereza ukaishi kabisa. Ukajue ukuu wa Mwafrika uliofunikwa. Nikajua yote nilivyojua, nikatembea Misri, nimeenda China, America, nimeenda Swiss, nimeenda I can't mention all. Muhimu zaidi Misri na Spain. Yeah, Spain wa Afrika tumetawala Spain for 700 years. Yeah, na nikaenda kujihakikishia. Nikaenda hizo nchi ambazo zina ushahidi. Nikaenda Istanbul. Hapo napenda zaidi. Why? Kwa sababu kule ndio Ukristo ulikoanzia. Istanbul. Sio Italia, Roma, sio Israeli, Uturuki. Yeah. I've been there 4 times. Hata leo kanisa la kwanza kujengwa duniani. Nasema la kwanza. Yeah. Mwaka 532 likamalizika 537 AD liko mpaka kesho. Na uhakika Mungu hawezi kulibomoa na kesho litakuwepo. Yaani basi mpaka leo mchana lilikuwepo. Inawezekana wakapiga bomu watu wataka kuua ushahidi. Mungu haruhusu ushahidi upotee. Ndio maana Misri ushahidi bado upo. Kila kitu tunachosema kipo. Kwa hivyo ni kwamba tu hatuende. Hawatupeleki. Wananiambia Misri kwa Farao, Firauni, sipende dhambi. Twende mkaone ushahidi. Sasa Zongo, mimi bwana nimekaa kimya kwa muda mrefu nasikiliza tu hapa siongei. Lakini bwana hapa nimebidi niulize swali. Tunaongelea kuhusiana kuandika historia ya Mwafrika tena. Na wewe umesema kabisa kwamba ile vyote vilichomwa moto na vikapotezwa. Sasa nyinyi mtawezaje tena kuweza kuandika hicho wakati hamna ushahidi uliobakizwa? Ikiwa vitu vyote vilichomwa moto na kupotezwa kama ambavyo umesema. Nani tena? David. Anataka la nyumbani rafiki yangu. Hapa na David ni huyo anayo majina ya nyumbani mengi sana. Tajie yote matatu. Katimbila. Hiyo tu Katimbila. David Katimbila. Mimi nataka tuache. Tujiongeze wenyewe. Kwani mtu David sio jina la Kikristo bwana. Ni jina la kizungu tu. Sababu David kabla Yesu hajaja walikuwepo. Si ndio? Ni wao wanasemaga hata na Abdallah, Suleiman walikuwepo kabla hata ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajapokezwa Qur'an. Kwa hiyo wanatudanganya tu. Okay, nimesema hivi. Kanani umesema tena? David. Katibila. Achana na David. Achana naye bwana msikilizaji, na wewe achana na hiyo jina. Unaona? Ninamfurahi sana na nampenda japo baadaye kengeuka, lakini Okuku wa nani alikuwa anaitwa rais wa nani? Wa Kongo. Nani? Anaitwa Mobutu Sese Seko wa Zavanga. Alisema futa majina wakafuta bwana siku hizi, lakini wameshaanza kurudi. Zaire, Kongo kwa Zaire. Kwa hivyo unataka kujua si kwamba mambo yote yametoweshwa. Nimesema mengi yametoweshwa. Lakini kama Mungu hawezi kuruhusu uongo utawale milele. Kwa hiyo zile documents, maandishi ambayo yako kwenye pyramids bado yako mpaka leo. Mpaka leo mchana hapa nisikia hawajafyatua. Kwa hiyo yapo. Na huwezi kupoteza vyote. Ni kwamba walihakisha wafuta, wakatowesha, wakaamua kuandika upya na wakaleta mashule na mahospitali na makanisa na misikiti. Kwa hivyo vitu vyote vinahubiri habari zao. Lakini ukweli upo, kwani mimi nimeupata wapi? Upo tu. Ndio nakwambia kama jengo nenda kesho utaliona. Hagia Sophia liko, ndio kanisa la kwanza. Alafu ukienda kama nilivyokuambia hiyo msema kalenda ya kwanza miaka 1200 BCE wameiba, lakini wameficha Ufaransa kwenye nani museum. Sasa hatuambii twende. Mtu ana degree ya historia PhD lakini hajawahi kwenda Istanbul. Ndio maana wewe ulikuwa umenijibu nisijamaliza swali yako, kama Mungu alivyonipeleka huko nikaanza kuona wa Pan African Congress Movement members na mimi kama one of them kuanzia 2003. Ndio tukaanza kumbe ukweli upo. Wanakuja watu kutufundisha. Nikasema nikiishia kwenye kujifundishwa na vitabu nitayasemaje haya mazito kama unavyosema ni mazito? Ndio nikaamua sasa nitembee, nikapata ushahidi baadaye. Sasa hivi nikienda kwa wanasema una elimu gani? Na form 4. Hawatanisikiliza watu. Nikasema basi wacha na mimi niende chuo kikuu, kwa sababu watu wanataka kukusikiliza ukisema mimi ni doctor. Kwa nikiwa na umri wa miaka 50 na miezi 9 nikaenda chuo kikuu Birmingham. Kasoma marketing degree ya kwanza, events management ya pili, nikasoma international marketing. Nikasema kwa sababu anatakaga PhD ili kusiweko na mtu mwingine ambaye yuko juu yangu, na mimi nikaamua kufanya African World Story, nikapata PhD yangu. Kwa hivyo
Hiyo sio kwamba ndio imenipa habari hizi. Hiyo nimefanya mfumo kusudi nipate makaratasi vyeti ili mnisikilize. Sasa chuo utanihitaji hapa ndio kutoa lecture wakati zamani form 4. Prince Katege, muda wetu umekata, lakini tuna nafasi ya kama dakika 7 tena za kuzungumza. Nadhani tumpe 10. Yeah, 10 kabisa. Kwa sababu ya mambo ambayo tunayajadili. Sasa nataka tuzungumzie kwamba tayari tushadhoofishwa sana kwa kufahamu ukuu wetu, kufahamu historia yetu. Tumefika hapa tulipo, mengi hatuyafahamu. Tunarudije tena kufahamu hivi vitu vyetu? Fuatana nami Prince Katega wa pili, utajua rafiki yangu, kwa sababu habari zipo. Fuatilia hata kwenye YouTube channel yangu Prince Katega 2 ya Kirumi ile II kubwa 2019, lakini humo sina mapya na zangu zamani miaka 6 iliyopita. Kini mapya napitisha kwenye United Kingdoms of Africa KA ya pia, kwa sababu naona kitombo hiki kitukufu hiki cha Mlimani Radio, si mtakuwa mnalipa vipindi jamani. Kwa hivyo nawakaribisha. Nimesema asa Mheshimiwa Ndechako wa elimu, umeambiwa tuandike historia ya kwetu, tuandike wenyewe. Najua hii ileta historia ni his story. Tunataka our own story. Tuseme mambo yetu tumefanya, kama tumevumbua kulima, tumevumbua kuandika, tumevumbua kufuga. Wanyama wote walikuwa polini. Nafikiri unadhani walianza majumbani? No, genius wa Kiafrika wasema no. Wakafanya, tukavumbua moto. Kuna kipindi kizuri cha Old Stone Age miaka 4.5 mpaka 3. Old Stone Age haipo popote, ni hapa Tanzania tu kwetu. Twende tuenda Iringa pale, iko sehemu unaenda kukuta. Kwa hiyo tukiandika historia yetu, watu wataanza, na walimu watupeleke, tutembee nami, tutawaonyesha sehemu za historia. Eden kama ipo natoa 100,000 nipeleke. Sio 100,000,000. Haipo. Unajua kuna maandishi bwana wino juu ya karatasi. Unaweza kaandika chochote. Kwa hiyo dini hizi nzuri sana za Kiislamu. Lakini wameingiza, ukisimama Ngorongoro Creator kule kwa chini unaiona Eden. Ngorongoro Creator. Eden yuko nani? Eden yuko wapi tumesema? Irani, Iraki. Sio Eden, there is no Eden man. Eden is a religious terminology. Sasa tunarudi kwenye uhalisia sasa. Ndio nasema tusitumie neno Eden. Eden wacha ibaki kule. Hii tuitumieje? Hapa tunasema Ngorongoro bwana. The creation of mankind, where human life began. Huo ni ukweli. Ukianza kutumia maneno yao, sasa ukisema Eden, wa China hawajui. Bado hujanitendea haki. Nataka vitu gani tuvifanye kama wa Afrika? Nimesema twende nami Prince Katega wa pili. Kwa sababu nitakufundisha, nitakwambia tunao sisi machifu wetu watemi, wale ndio custodians wapo. Nimeshatembea kwingi huko. Kwa Magimeri, Mangisina, kwa Mareale, tumetembea. Kwa hivyo tunataka kila mtu mkoani kwako, nenda ukienda likizo, msiende kwenye misiba yetu kuzika. No, nenda fanya hija. Hija sahihi yenye nguvu kuliko zote ni kwenda pale ilikolazwa miili ya bibi na babu zako. Ndio tunaanza kurusha nguvu. Na watu mshuhuda wananiambia bwana, nimeenda mambo najisikia vibes, yani nguvu inarudi. Hiyo ndio ya kwanza. That's true. Tuanze hivi. Usipoenda nyumbani kule kuliko hata kama mlishahama kule kuliko razwa ya bibi na babu. Je, kwanza unawajua majina? Mimi ibada yangu asubuhi huanza kwa hivyo. Wakristo wa Katoliki wanaleta litania, unataja jina wale mabibi na mababu zako. Kama ninakwambia lugha Kiingereza Katega barakulia uteja yangu au ninakushenia utashaba kitakula kama Katega iko kayungu. Nataja na kina mama yani. Wanasema wawili tu. Nguvu unaweza yani unapotamka wanasisimka. Mwanetu katukumbuka. Binti yetu katukumbuka. Wanaanza sasa ku connect. Kwa hiyo connect na mizimu hai yako. Number 1. Jua wafalme wa kwenu. Sawa? Ni nani? Uliza, wapo. Na ukienda sasa ukaona zile ikulu bado zipo. Vitu vyote mikoba imo. Na rais basi nzuri, rais wetu sio bahati nzuri, kwa divine power Mungu ametuingilia kati akatuletea JPM ambaye anatambua. Juzi alisema mnaenda kwenye tambiko, kutambika ndio ibada kubwa kuliko zote. Nyinyi mnazuiwa kanisani. Sasa wachungaji na nyinyi mnisaidie kazi hii. Mbona kwenye Biblia iko wazi? Kutoka sura ya 12. Mungu anasema wanavyotuambia sasa kwamba walikaa utumwani miaka 400, lakini walipofanya tambiko wakachinja wakatoka. Sasa wewe huwezi kutoka rafiki yangu, utambiki pole. Kwa hivyo tufanyeje? Hayo yote nasema ungana nami YouTube channel hivyo. Nenda uliza kwenu bibi na babu zako, wajue majina, unaposali waombe na wao waombe. Wanachomeka siku zote kwenye Biblia, Bible scholar basi. Wanatuambia Yesu mambo yalivyomzidia akaenda nani huko akabadilika sura akapendeza. Mungu akamletea mizimu miwili. Akamletea mzimu. Mshakusikia hiyo? Mizimu gani? Alikuwa ni nabii nani? Nimaliza dakika zangu bwana. Musa na Elia. Kwa nini Mungu amletee mizimu?
Hakuja yeye akaleta mzimu. Wewe mzimu wako unajua, pole. Yaani hapo ndo tumepigwa tu. Hapo ndo tumepigwa. Kwa hivyo rudi nyumbani Matimira. Narudi Matimira. Njombe huyo anapiga Njombe. Kwa hiyo ukirudi Njombe, kwanza Njombe, ilikuwa ni Njombe. Nimeshaka na nimetembea, I know that man. Kwa hiyo nguvu za kina Mkwawa. Yes. Ukajue. Kwa hiyo ukishajua hizo ndio umerudi. Achana kwenda hospitali. Mimi na miaka 40 na karibu 4 sijui ya hospitali. Labda naendaka kuona wagonjwa tu, bahati mbaya ambao wanatibiwa kizungu. Unajua madaktari mimi nawahitaji. Nasema ni mawakala. Tunasema neno gani? Madalali. Ni madalali wa viwanda vya dawa vya wazungu. Lakini tumeishi 4 million years bila hospitali. Kwa nini leo miaka 42 ya hospitali tuanza kuona huwezi kuishi bila hospitali? No. Let's go back home man. Yeah. Piga nyungu tena na hili nalisisitiza. Wapi mzee? Mimi narudi kwetu Mara bwana. Mara. Mungu anaitwaje Mara? Jina yani kidogo hapo kwenye my days. Unaona ndugu yangu Mungu mnamhitaji kwenu wapi? Hilo kila siku unaniuliza mimi sifahamu. Oh my days. Kumbe basi wewe sio mwanafunzi mwaminifu. Usipofahamu si unafanya homework. Ndugu, mimi hata sijawahi kuwa mwanafunzi. Nafikiri nijiunge leo. No, I'm just asking, wewe kabila gani? Na mimi? Yeah. Mimi ni Mwanji. Mwanji wa wapi huko? Wa Chimala. Sasa huko Mungu hawamjui huko. Kwa hiyo leo mnajiita nini presenters wangu wote mmefeli. Kwa hivyo kuna Mungu anaitwa Nguruvi, Kyara, Mana, Nguruvi huyo wa Kibena. Lakini unasema usipite Nguruvi umwite Allah. Yehova, hapo ndio aita na fry. Si kweli rafiki yangu anasikitika. Wewe Mbena unaniita Allah. Mimi ni Nguruvi. Ni Ruwa. Sasa hiyo ndio mnajibu swali lako zangu. Turudije huko? Kwa hiyo ndio tumefanya mambo yote niliyosema, karatasi tumetengeneza sisi papyrus, tumeandika, akina Pythagoras wanatudanganya eti ametengeneza formula, kumbe ile ndio iliyojenga pyramid kabla hata babu yake hajazaliwa. Jamani, mimi nisema nitakuja kuwapeleka mahakamani watu wote hao waliofanya. Nimeanza kutembea pepo wananiona mtani basieleweki. Wacha hivyo lakini watakuona unasahau hospitali. Waambie kuhusiana na connection ya kutembea pepo. Mother Earth, semeni wote Mother Earth. Mama ardhi. Kila kitu hivyo. Miti yote, vitu vyote na madini viko ndani ya ardhi. Vyote. Hakuna kisio ndani ya ardhi. Kwa hiyo na sisi tunajiconnect na ardhi. Pepo sio mimi socks. Biashara watengeneza viwanda vya socks wameshalisahau hawanipati. Ili kusudi nikivua kidogo nikanyage ardhi. Unyayo, mrisho mpoto popote ulipo, mtu anayemjua tafadhali anitafute. Na promote sana. Nataka tufanye mambo mengi naye. Unaona anatembea peku. Unyayo una representation ya kila kiungo ndani ya mwili, na moyo na ubongo na macho uko kwenye unyayo. Kwa hivyo usipojiconnect moyo utakanagaje ardhi? Ni kwa unyayo. Kwa hiyo kila mtu anayetusikiliza leo, mimi first thing in the morning nikimaliza kusali kwenye madhabahu yangu, madhabahu tulipe somo la madhabahu next time, naenda kukanyaga ardhi, nachosema mama ardhi niko nawe. Unajua uende hospitali. Daktari hawezi kukuambia ukanyage ardhi. Yana simu ya prescribe sijui gari hata majina sasa akupe 2 mara 3. Lakini inatoka Ulaya. Hapo ndio nasema shetani anatucheka. Mungu anatushangaa. Yaani wa Tanzania mnaagiza dawa Ujerumani kweli? Mna mronge, mna miti yote. Ni kwa sababu madaktari wetu hawajui. Wao wamefundishwa tu hivyo. Akikwambia mronge wanamfutia leseni. Swali la mwisho wanachamisi na chesa swali. Unataniongeza. Sawa. Mimi nataka okay, hiyo utamaliza nayo. Nitakuwa na swali moja pia. Sikia swali moja. Sikia maswali mawili ya mwisho hapo hiyo tutamaliza nayo. Sawa. Mimi nataka kufahamu zaidi tofauti na movement hiyo ambayo umeitaja ya mtu kukufuata na hii ya mitandao ya YouTube na wapi. Tunajua Pan-Africanism ilivyokuwa. Walikuwa wanakutana na nini na watu moja kwa moja mtaani wanazungumza nao. Vipi kwa upande huu sasa? Mimi namwasante Mungu sana siku ya leo kwa sababu ameniunganisha chombo hiki kitakatifu kitukufu cha Mlimani Radio. Hapa ni kwa wanafunzi. Lakini wanafunzi vitabu vyao vyote vimeandikwa na wazungu. Hata kama kaandika Mswahili naye kafundishwa na mzungu. Kwa hivyo sasa mimi nataka yeye naye nisikie. Mnialike tu. Mimi si charge hela yoyote. Mungu anajua anavyoni provide. Namalizana naye mimi huko. Mr. Fedha lipo ya shilingi 10,000. Fedha. Fedha halali. Fedha ni madini, si ndio?
Fedha madini ya fedha. Fedha yanaitwaje kwa Kiingereza madini hayo? Jina limetoka. Saidie. Fedha. What is this? Silver, usimalize na kaza. Silver ndio fedha. Sasa karatasi inakuwaje fedha? Benki kuu hapa gavana ananihusu. Hatusaishi. Yaani kwambiaje gavana na madigrii yake, kasomeshwa na mzungu. Anakubali kuandika neno fedha ya uongo kwenye karatasi. This nini? Karatasi halali kwa malipo ya shilingi hizo. Lakini ngoja nikusomee sasa hii ya pound ya Uingereza. Bank of England anasema I promise to pay the bearer on demand the sum of 5 pounds. Hii inaingia akilini. Ni kwamba hii karatasi note. Ukisema note maana yake promissory note. Sawa. Promissory namaliza. Promissory note maana yake ni karatasi ya ahadi. Kama vile kutoka mchango wa harusi na ahidi kutoa laki mbili. Sio hela hii. Tena kabisa sio fedha. Paper. Lakini hao wamesema vizuri sisi bwana hii ni note. Na promise kumlipa huyu aliyenayo. Siku akidai tutampa thamani ya pound 5. Hiyo ni sawa. Lakini mnatupa makaratasi mnaita fedha. This is paper bwana. Huo ni mchumi wa uongo wa wazungu. Kwa hiyo turudi nyumbani. Turudi Matimila. Inawezekana na itawezekana na imeanza kuwezekana kwa sababu tuna JPM. Ndio maana natamani aongezewe miaka mingine tena sio 5 tena 10 tena. Yaani ndani ya 15 tutakuwa tumenyoka. Kwamba hakuna mtu mwingine atakataa makaratasi haya na Mungu amemleta makusudi kuja kuwa rais wa Afrika huyu. Amesema wazungu bwana mikataba tunafuta sisi. Tunaweka mkuta Merelani. Na mambo yanakwenda tunauza wenyewe hapa. Sio mpaka tuende wapi? Belgium. Madini yangu nauzia Belgium. Si sawa. Kwa hiyo with JPM mambo yanawezekana twende vizuri. Hapo siongelee mambo ya chama, mimi sio mambo ya siasa, tunasema tu Mungu amemleta. Unakubali msanii gani Tanzania? Kukubali maana yake nini? Hebu sema Unapenda msanii gani? Msanii wa ipi? Sanaa zote kwa ujumla. Labda tukianza kwenye muziki, labda tusiende mbali sana. Mimi bwana napenda muziki tu lakini sipendi bwana muziki. Wimbo wote ambao unapenda labda. Wimbo wote tukupigia. Nataka kusema ambao siupendi. Sababu ni lazimishi, sawa? Ambao siupendi ndio nasema eti Afrika bahati mbaya. Bongo bahati mbaya. Okay. Sorry, bongo bahati mbaya. Huyo namtaka sana kijana. Nimsaidie. Maka ile trauma, kuna jambo tunaita post traumatic slave syndrome. Ile gonjwa lile la mateso ya Afrika ya walivyotesa wazungu. Mpaka unaanza kuhisi eti bongo ni bahati mbaya. No. Kwa hiyo mimi nataka wasanii wote, nasema jambo ambalo silipendi kuhusu wao. Sawa. Sababu sitaki kusema ni mshabiki wa mtu yeyote, after all I'm not. Sawa. Mshabiki unajua ni tatizo. Mshabiki ni gonjwa hivi. Taki mshabiki ukiuza unapenda kwa sababu gani? Wewe kama unapenda muziki huu akipiga mbaya mtu anasema inapenda Yanga inafungwa kila siku. Unapenda Yanga. Simba hata ikifungwa mtu analia. Mshabiki hautaki washabiki. Stari yako ni nini? Afrika iwe huru. Okay. Yeah. What I want to say ni kwamba wasanii hasa wa muziki, na sinema wanavaa mawigi masichana, wanaonekana ndio wanapendeza. Hiyo ndio mental terrorism, mental enslavement. Mpaka anasema uasi wa akili. Kwa nini uvae wigi yetu ufanane kama Beyonce ndio upendeza? Na sisi tunajifanya tunawapenda kwa sababu tunaona manywele. After sio nywele zile. Kwa hiyo nataka turudi Afrika. Mimi hiyo ndio napenda. Natamani hata ningeona wote akina nani, sitaki kutaja majina wa bongo flavor wote na nini. Watunge nyimbo zinazokuza Uafrika. Itakuwa nzuri sana. Sana. Waafrika zamani walikuwa wanaoa wake wengi. Oh yeah, na hilo ndio mpaka leo ni sawa sawa. Hata Magufuli hamungunyi maneno. Mungu ameumba wanawake wengi zaidi kuliko. Sio na wake wangapi? Sorry? Wewe una wake wangapi? Next time. Nitakwambia. Lakini mke wangu wa sasa ni 3. Na watoto? Mama mrembo sana. Na watoto? Jumla 6. Mmoja kwa wa kwanza, 2 kwa wa pili, 3 kwa wa 3, sijui inakuaje. Na wote pia wanasoma shule hizi zetu za kawaida, umepeleka Sunday school au nao umewapa elimu yako tu? Of course mimi haya mambo nimeyajua miaka kama 10 tu iliyopita. Kwa hivyo na mimi nilikuwa hivyo lakini sasa wote wanajitambua. Yes. Watoto wangu wako Uingereza 4 wanaongea Kihaya kabisa. Kwa hiyo hiyo ndio tunavyotaka. Wewe ukiwa peke yako yani hauna mtu mwingine au hujadiliana na mtu uko mwenyewe tu. Ni vitu gani ambavyo huwa vinapita sana kichwani kwako? Lazima urefine swali lako rafiki. Mimi siwezi kujibu la ovyo. Ukiwa huko wewe mwenyewe. Yaani vinapita. Yaani unafikiria zaidi. Unafikiria zaidi nini kichwani? Ni hii tu kuwa Mwafrika. Yaani
hiyo ndio kinywaji yangu, ndio usingizi wangu, ndio asubuhi yangu, hivyo tu. Yani this is my assignment. Ndio nasema Mungu amenipa assignment hii. Kwa hivyo utanikuta saa zote, hata ukikutana na mtu kishasalimia tu unasema shikamoo, kasema wewe shikamoo, maana yake ni ongea lugha sahihi. Yani this is my life man. Nipo chini ya ndugu yako. Unatafuta nini? Kuna kitu nakiona ambacho sio cha Kiafrika uko nacho. Labda unifafanulie, inawezekana ni Afrika lakini mimi sifahamu. Cheni ambayo umeivaa kwenye shingo. Madini hayo. Hayo ndio mahusiano sahihi kati yetu na viumbe wenzetu. Nafurahi sana umelileta hilo kama mwisho, lakini leo tufungie kipindi. Sio chini tu, nimevaa makorokoro mailizi kibao, yaona haya rafiki yangu. Lazima tujue Mungu kwa nini ameumba madini. Falme 4 za uumbaji. Usipokuwa nasema maisha ya kiroho sahihi, malizie hapo, ni kuwa na mahusiano sahihi wewe na Muumba, alafu uko sahihi na mahusiano sahihi wewe na viumbe wenzio wote. Wewe viumbe wenzio ni akina nani? Dada mwezi, shangazi jua, kaka nini Silva, ya. Kwa lazima Silva ujue mahusiano yake. Lazima ujue kioo mahusiano yake. Ndio maana ili nivae hivi nione mbali, lazima nitafute kioo. Lazima ni mahusiano sahihi na mti. Huu mti una vibrations, una nguvu gani, unatetema teta au tuli gani inatoka. Kwa lazima nijue kito gani nivae. Siku fulani tena tuvae hivyo siku zote, lazima ubadilishe. Kwa hiyo na rangi, Mungu huongea kutumia rangi, huongea kutumia maumbo, huongea kutumia maono au ndoto. Hayo ndiyo mahusiano sahihi. Mafuta. Kuna mchungaji anasema kanyaga mafuta. Yuko bomba sana huyo. Yasemi Yesu tu, mafuta sio Yesu. Kwa hiyo ukisema Yesu bila kukanyaga mafuta, kuna mambo mengine hayatawezekana. Kwa hiyo mafuta fulani yana nguvu. Kwa hiyo na mimi navaa mikufu ya rangi tofauti, ya madini tofauti, kusudi nipate nguvu tofauti aliyoweka Mungu kwenye madini. Na hiyo maisha ya kiroho. Unaamkaje, unalalaje? Unalalaje rafiki yangu? Miguu inaangalia wapi? Ukiangaliza mlangoni umekwisha. Wachawi watakubeba. Mlangoni ndio miguu usiangalie mlangoni hapa. Angalia dirishani. Popote kwingine, lakini sio mlangoni. The best way kichwa kiwe mlangoni. Ndio hivyo unakuwa umelala vizuri, unaamka vizuri, unakanyaga udongo. Unakunywa maji ya vuguvugu asubuhi kabla ya kuenda kitu kingine, unasubiri dakika 45. Yaani ndio unakula ma chips nini jamani? Tunashukuru sana kwa muda wako na elimu ambayo pia umetupa. Tutakuita tena wakati mwingine kwa ajili ya kutoa elimu hiyo kwa wale ambao pengine haijawafikia, na nadhani kuna mengi pia msikilizaji umejifunza. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Prince Katega kwa muda wake, na tutamwalika tena wakati mwingine kwa ajili. Mnanishukuruje sasa? Kwa elimu. Tunakushukuru kwa elimu ambayo ndio mnanishukuruje? Sema asante. Asante. Naona tunakosa, unamshukuru hujaniambia asante, hujashukuru na ni promise. Basi tuseme